Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni jioni nyingine tena ambaye tumeweza kukutana katika viwanja vyetu hapa, na kila siku mimi huwa nasema ya kwamba hizi viwanja hapo watu wanakuja kujifundisha maneno ya Mwenyezi Mungu na kushauriana na kuweza sisi Waislamu tuulizwe maswali, kwa sababu tumekaa msikitini miaka mingi. Siku hizi huwa tunatoka na tungetaka watu wajue mambo ya Uislamu ni nini, na pia huwa tunajadiliana na watu aina mbalimbali, na watu wengi wanafurahia kwa sababu wanasema wanapata mafunzo. Si kuoneshana ati wewe ni bora kuliko ule mwingine, hapana. Katika maneno ya Mwenyezi Mungu inataka utaratibu, inataka hekima, inataka utaratibu, kwa sababu mnaye mzungumzia ni yule alituumba sisi na ndio amebeba uhai wetu sisi zote. Mwenye kuuliza na mwenye kuulizwa. Kwa hivyo sitaki kupoteza wakati, nataka niende moja kwa moja. Kwa majina mimi naitwa Hassan Kariuki na mimi ni Muislamu, na niko na kakangu hapa, naye atasema yeye ni nani pia, alafu tuendelee tuone mambo namna gani. Naitwa Petero Kisambo. Petero Kisambo. Asante sana, karibu sana katika uwanja huu. Sijui ungetaka kuuliza Waislamu maswali gani? Tuone kama tutaweza kujibu. Tukishindwa tuna mashehe kumsikitini, tutafuata pia tuwaulize pale tumelemewa. Kuna swali moja tu ama mbili. Naam. Ningependa kujua hii Yesu wanasema Yesu ako na jina moja tu, Wakristo wanaamini tu Yesu ako na jina moja. Sijawahi sikia Yesu mwingine isipokuwa mmoja tu, nasikianga wewe wa kujibandika Yesu atongareni, lakini sijawahi sikia mtu mwingine anaitwa Yesu. Lakini kwa Uislamu nasikianga tu Muhammad. Kwani huyu Muhammad, hiyo jina ya Muhammad ili ya kila mtu ama Muhammad wanasema ni mtume ndio, lakini sasa hao wengine tena ni mitume? Kwa hivyo Yesu unasikiaga tu watu wakisema Yesu atongareni. Huyo mmoja tu, sijawahi sikia mwingine, isipokuwa najua Yesu tunaamini ni ule mmoja. Yesu okay, jina Yesu kwanza, wacha tuanzie hapo ndio kabla tujaenda kwa maandiko. Ningeelezea kidogo, nikuelezea kidogo mimi vile mimi najua kulingana na hii jina Yesu. Sababu jina Yesu hiyo ni Kiswahili, ni lugha ya Kiswahili. Jesus ni Kizungu, Jenzi ni Kifaransa. Unaona? Hiyo jina inaenda ikichange kulingana na nini na vile watu wanaita, lakini jina yake original sio Yesu. Jina yake original ile ya mama yake alimuita kwa sababu wakati ya Yesu watu walikuwa wanaongea lugha inaitwa Aramaic. Ilikuwa inaongelewa. Ndio hata vitabu kama kina Injili ziliteremka na lugha ya Aramaic. Walikuwa wanaongea lugha ya Aramaic. Sasa ile lugha aliitwa kule na mama yake kule, sio hii watu wanamuita saa hii. Ila hii jina limepatikana mwaka wa 611 wakati Biblia ya kwanza ilitolewa katika lugha ya Greek language ikaletwa katika English language. Hapo ndio jina sasa Jesus ilikuja ikaa pia. Otherwise from the Greek to 1611 King James version, wakati King George King James aliamrisha hii Biblia itolewe kutoka kwa Kigiriki iletwe katika lugha ya Kiingereza. Ilipoletwa ndio letter J ilitumika. Mayahudi watumiaga hiyo J, ndio ilitumika ile jina, ikakuwa Jesus, ikakuja Joseph, ikakuja John. Hiyo ndio kaanza hiyo jina kutumika. Ukiangalia hata ukigugu tu katika simu yako, unaweza uliza simu yako letter J ilianza kutumika lini ulimwenguni. Ilianza kutumika mwaka wa 1516 ndio ilianza kutumika letter J. Na Waingereza ndio wa kwanza kutumia hiyo J, ndio wakamuita Jesus. Wakamuita nani? Jesus. Sisi Waislamu tunamuita Isa. Waisraeli wanamuita Masih, ama Messiah. Unaona? So hii jina ni jina ambaye limebadilishwa, limewekwa pale katika vitabu. Ndio unaona hata katika Biblia jina Jesus sio moja katika Biblia. Lakini nilikuwa nataka kujua Muhammad na Yesu. Muhammad naona wengi. Kuna Muhammad Ali, kuna Muhammad ni Yusuf, ni Muhammad ni hapo ndo nilikuwa nataka kujua. Nataka kwa sababu Yesu tunajua, naamini Yesu Kristo sasa kwetu hao Muhammad wengine wengi hao walitoka wapi?
Sasa popular kwa kila mtu ama hata jina ya Jesus, hata jina ya Jesus katika Uislamu watu wengi wanaitwa Isa. Sababu katika Uislamu anaitwa Isa bin Maryam. Kwa hivyo Isa wamejaa katika Uislamu. Fulani na Isa, watu wanazaa mtoto wako unamuita Isa bin Maryam, unamuita Isa. Sio Isa bin Maryam, bin wewe sasa wewe mzazi mwenye kumzaa. Kama wewe ni Abdalla, Isa bin Abdalla. Ama Isa bin Muhammad. Hivyo majina kama hiyo. Kwa hivyo kwa Uislamu jina Jesus liko sana, lakini sio Jesus hii ya kawaida. Hii mnaitaka wanaitwa kwa sababu kwa Kiislamu wanaitwa hivi. Qurani 19 Azia 34. Kristo wanaamini Yesu ni mmoja. Muhammad hao Muhammad wengine sijui hatujui hii jina ya Muhammad. Tunakuja huko usijali, hata usijali, tunakuja huko kabisa. 34 1934. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Huyo ndiye Isa bin Maryam. Hii ndiyo kauli ile ya haki ambayo Wakristo wanaifanyia shaka. Yaani inasemekana hii jina ndio ile jina original yake aliitwa na mama yake, na ndio mwana Mwenyezi Mungu anamwambia Muhammad waambie hii ndio kauli ya haki ambaye Wakristo ndio wanafanya shaka kulingana na jina. Wakristo ndio wako shaka jina ya Isa. Ndio naona akija hapa kwetu tunamuita Yesu kwa sababu ni Kiswahili. Nikienda kwa lugha yangu ya mama yangu ya Kikikuyu namuita Yesu. Nikienda kwa lugha nyingine, lugha hizi zingine za Kenya, kila watu kuna vile kabila wanamuita na hiyo jina yake. Kwa hivyo na jina yake Mungu anatuambia jina yake original ni Isa bin Maryam. Isa bin Maryam ndio jina yake original. Lakini tukiangalia katika Biblia Yesu si moja, Yesu ni wengi. Hebu chukua Biblia kwanza. Sikia, wewe unajua Yesu moja. Sikia mwingine 13:6 Matendo ya Mitume. Kuna mwingine hapa tena. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo. Wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo. Jina lake ni Bar Yesu. Unaona kuna mtu mwingine Yesu mwingine katika Biblia alikuwa mchawi. Ndio. Umeona? Wakolosai 2:11. Inasema kwa kuandika. Aka 11. Unasema 11. Wakolosai 2:11. Enda 4:11 angalia. 4:10. Yusto. Sisoma hiyo andiko siku mingi sasa. Alistaafu alifungwa pamoja nami. Sasa tuendelee. 11. Na Yesu aitwaye Yusto. Unasikia? Hiyo ni Wakolosai 4:11. Kuna Yesu mwingine kwa Biblia anaitwa nani? Kristo. Yusto. Bwana nataka uangalie vizuri. Imeandikwa hiyo imeandikwa. Na Yesu 11. Na Yesu aitwaye Yusto. Kwa hivyo kwa Biblia kwanza tumepata Yesu wangapi? Watatu. Mmoja anaitwa Bari Yesu, ule mchawi. Na kuna mwingine anaitwa Yesu Yusto. Yusto. Haya, kuna mwingine bado. Yohana 4:25 nafikiri. Wako wengi si mmoja. Lakini iko popular mpaka wakati wa leo. Hizi ni enzi za kitambo. Ndio mumjui. Hizi ni enzi za zamani. Si saa hii. Ndio nataka sasa usikie majina wako vile wako wengi. Unajua yuaja Masihi. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo. Sasa kuna Masihi mwingine anakuja anaitwa Kristo. Huo sio jina sasa. Huo kuna Masihi mwingine anakuja. Sasa huo anaitwa Kristo. Haya, kuna mwingine bado 2:13 Tito. Yesu wako wengi kwa Biblia wengi. Naweza kutolea zaidi ya 10 tofauti. 2:13. 2:13. Inasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kuna Yesu mwingine ni Mungu mkuu na mwokozi wetu. Sasa wamekuwa wangapi? These are about now 5 with different names. So mimi unajua nilikuwa nataka mbona hiyo jina Yesu ijafika mpaka wa leo. Hii kutoka hiyo wakati wa mpaka wa leo. No, jina mwenye anajulikana ni Yesu Kristo tu. Unajua hii jina ya Yesu Kristo. Unajua Kristo ni jina ya Kigiriki.
Kristo kwanza ni sio jina ya Kiyahudi. Kwa hivyo si mbaya mtu akiitwa Muhammad. Muhammad alitabiriwa na Yesu. Yesu alimtabiri vipi? Qur'ani 61:6. Alitabiriwa Muhammad kitambo na akina Yesu zamani. Sikia vile alitabiriwa. Sio kama makosa kumuita mtu Yesu Muhammad. Wewe ita mtu Muhammad. Naona sisi Waislamu. Sisi Waislamu tunaitaka watu majina ya manabii. Ndio naona watu wengi wanaitwa Muhammad, wengine wanaitwa Ibrahimu, wengine wanaitwa Ismaili, wengine wanaitwa Isaac, wengine wanaitwa Isa, wengine wanaitwa Yahya. Yahya ni wana mbarizaji. Kwa hivyo si vibaya kuchukua majina ya manabii kwa sababu ni watu wema. Ndio tunachukua majina ya watu wema. Kwa hivyo unaweza itwa Muhammad, unaweza itwa Zakaria, unaitwa Daudi, unaitwa Suleimani ambaye ni King Solomon, unaweza itwa jina yoyote, majina mazuri mazuri kwa sababu ni majina ya manabii. Ama wewe usifurahie ukiitwa jina ya nabii fulani? Tunafurahia tu sasa kwa sababu sisi tunafuatanga majina ya mababu zetu. Kwa mfano sasa wewe uko na jina ya kizungu, sio? Ndio. Gani sasa? Peter. Peter. Peter ni nani? Sasa Peter ni nani kwa kizungu? Mimi naitwa Hassan. Hassan ni kitu kizuri. Mimi naitwa Hassan. Hassan ni kitu kizuri. Peter alikuwa nani? Sasa Peter katika kwa mujibu hii jina ulipewa. Alikuwa apostle. Hebu sikia Biblia inasema Peter ni nini? Wewe hujaiambiwa, lakini wacha leo nikuambie hiyo jina unaitakwa. Sikia tafsiri ya hiyo jina. 1:42 Yohana. Majina mengine watu wanaitwa hata ukimuuliza hata hajui hiyo jina inasema nini. Angalia kama hiyo jina sasa. 1:42 mwalimu wangu. Akampeleka kwa Yesu. Akampeleka kwa Yesu. Na Yesu akamtazama akasema. Akasema nini? Wewe Simoni. Wewe Simoni. Mwana wa Yohana. Mwana wa Yohana. Nawe utaitwa Kefa. Nawe utaitwa Kefa. Tafsiri yake Petro. Kwa hivyo na ataitwa Petro. Petro masikia. Au jiwe. Au jiwe. Kwa hivyo Peter kwa mujibu wa Biblia ni jiwe. Sasa ulipewa jina ukaitwa jiwe na wewe huna habari. Sasa hii ndio shida. Watu wanachukua majina. Ndio unaona Waislamu wote. Ukiangalia Waislamu unasikia Omar, Abdallah, nani, majina mazuri. Yaani majina hakuna jina katika Uislamu haina maana yake. Lakini hizi majina mnaitwa Dickson. Sasa Dickson ni nini? Ukimuuliza hakuna. Ukimuuliza jina lingine linasema nini? Hakuna. Umeshaisikia Myahudi? Tuko naye hapa. Na tunaonaga hata mitandao na tuko na masimu na nini. Umeshaisikia Myahudi anaitwa John? Umeshaisikia Myahudi anaitwa Peter? Joseph? Hakuna kwao hiyo majina. Hiyo majina yote ni ya kutoka Europe. Ya wazungu. Na hakuna nabii alitoka Europe. Manabii wote wametoka area moja pale Middle East. Hako kwa wanapigana huko. Hiyo area ndio area ya manabii. Kuanzia Iraq kuteremka mpaka hapa chini. Swali lingine ya pili. Naam. Yesu ndiye alikuwa nabii ama mtume wa mbele ya Muhammad. Yeye ndiye alikuja mbele ya Muhammad. Yesu na Muhammad wameachana na takriban miaka 600. Alikuwa mbele. Okay, alikuwa mbele kabisa. Alikuja na dini gani? Kristo ama Uislamu? Kwa mujibu wa sisi Waislamu, alikuwa ni Muislamu. Alikuwa Muislamu. Na mpaka sasa Yesu ni Muislamu. Alikufa akiwa Muislamu. Kwa sisi Waislamu kwanza hatuamini Yesu alikufa. Kitu ya kwanza. Qur'ani yetu inakataa. Inasema hakuuawa ila Mwenyezi Mungu alimchukua akampeleka kabla hajauliwa. Akiwa Muislamu ama Mkristo? Alienda akiwa Muislamu. Na Kristo ilitoka wapi? Sasa hiyo sasa wacha tuangalie kwanza. Wacha tukupe kwanza mambo ya Yesu kwanza ndio uweze kujua vizuri. Wapi ile nobo Qur'ani hapa? Ndio waelewe vizuri. Hapa tuko na vitabu mingi sana hapa. Alafu tuangalie walikuwa wa dini gani. Naomba usomee 32. Ama ile Qur'ani nyingine nimekuja nayo. Uko wapi? Okay. Soma 3:52 Qur'an. Inasema nini? Ndio wewe uweze kufahamu kwa sababu imefafanuliwa vizuri. Ameeleza vizuri ndio uelewe sasa. 3:52. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Then when Jesus. Naona vile wamekuweka sasa tafsiri. Ulikuwa unauliza. When Jesus came to know of their disbelief. He said, who will be my helpers to Allah in Allah's cause? Al-Hawariyun
or the disciples said, we are the helpers of Allah. We believe in Allah and be a witness that we are Muslims. Unasikia? Kwa mujibu wa Qurani, wanafunzi wa Yesu na Yesu wote walikuwa Waislamu. Na ndio kaona ile msikiti Yesu alikuwa anaenda pale Yerusalemu. Mpaka saa hii iko. Si kitu kwa tunaambiwa ati hakuna. Lakini Mayahudi wamejaribu kuificha na msikiti mwingine imejengwa hapo inaitwa the Dome of the Rock ambayo iko na mnara. Ukiangalia kwa runinga utaona hiyo msikiti ile ya Dome of the Rock ndio inaonyeshwa zaidi. Lakini iko jirani, iko majirani. Naona ile unaona Mayahudi wanaenda wakifanya hivyo Wailing Wall. Hiyo wall ni ya msikiti wa Jerusalem ambaye ndio Yesu alikuwa anaenda pale. Wote walikuwa wanaenda msikiti. Wakati yao. Ndio kwa sababu wakati akina Yesu hakukuwa na kanisa duniani. Hata Biblia inasema namna hiyo. Hebu leta Biblia kwanza tuangalie. Hebu angalia ikaue hii Biblia kama ni yenyu, kwa sababu hii ni yenyu si yetu. Kague tu kwanza kama ni yenyu. Hebu angalie. Ni Biblia? Hii ni Biblia ama si Biblia? Hii ni Biblia. Imeandikwa Bible Society. Na unajua United Bible Society siko hapa Kenya. Hapa South Sea nafikiri kwa South Sea na niona nyingine huko Karen. Sasa ile 14 kitabu cha Luka. Angalia hii ya Kiswahili, hii ya 1952 edition. Kutoka kwa Kiingereza ikawekwa kwa Kiswahili. Asome asione kama 14. Ile sema kwa kuandika. Tulia mjomba. 14 Luka. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Tuendelee. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Akifanyaje? Akitukuzwa na watu wote. Endelea. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu kila siku ya Sabato anaenda kwa nyumba inaitwaje? Sinagogi ni lugha ya kule. Sisi wa Kenya sisi hatuna habari, lakini waandishi wa Biblia wakafanya kitu rahisi. Neno ukiona ni ngumu wakaweka dictionary nyuma ya Biblia. Ndio neno kama linawasubua hamjui maana yake mnaangalia. Hebu angalia hapa nyuma vile wameandika waandishi. Maelezo ya maneno. Msikiti wa Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nini? Sinagogi. Ambaye ni nini? Msikiti. Na alipokuja Yesu naye akaenda wapi? Kwa sinagogi. Na Muhammad naye mwenzake alipokuja naye akaenda wapi? Na sisi ambao tumefuata huo Muhammad na sisi tukaenda wapi? Kwa msikiti. Kwa hivyo hata wewe unatakana uende wapi? Kwa msikiti. Saa ngapi unataka? Ndio hiyo maneno ndio hiyo ukweli. Najua, wacha nikwambie, nyinyi amwambie kule kwenye mwambiaje ukweli. Kule kwenyu sana nasikia kama vile wanapiga gitaa. Hivyo ndio wanacheza zaidi. Maneno mengi mnaimbishwa kwa sana. Alafu ikifika wakati ya kutoa mnapoteza time mingi sana. Lakini kuambiwa maneno ya ukweli ni ngumu sana kuambiwa. Nakupa mfano ulio hai. Na uniambie kama mimi nasema urongo. Kwa mfano si mnaenda Christmas? Ndio. Christmas kuna pale imeandikwa kwa Biblia? Hakuna hapo. Umeshaiona? Mimi tunajua tunafuata nyayo. Tulipata kama watu wanaenda Christmas. Ndio, lakini walikuwa wanaenda kitu ambaye hakuna 51:32 ya Yeremia. Tulia baba. Tulia leo. Leo iko namna gani? Kaa hapa chini. Nataka ukae chini. Relax. Haya. 31. Hata ikawa katika mwaka wa 37 Biblia vizuri. Mambo kama haya mimi nina guarantee hujaisomewa iandiko. Ama tunadanganya? Mimi niko na guarantee hujaisomewa tangu uanze kuenda hata kama unaenda kanisani. Hujaisomewa iandiko? Bado. Haya, sikiza sasa vizuri. Hata ikawa katika mwaka wa 37 kwa mishokoko ya Yoakini. Ilikuwa 37 AD. Mfalme wa Yuda. Katika mwezi wa 12. Mwezi wa 12 Disemba. Siku 25 ya mwezi. Tarehe 25. Christmas. Hivi Merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake. Akamuinua kichwa chake Yoakini mfalme wa Yuda akamtoa gerezani. Kumbe Disemba tarehe 25 mwezi wa 12 ilikuwa ni mtu amefungwa gerezani ndio akaenda kutolewa. Mfalme wa Wayahudi alikuwa ameshikwa amepelekwa kule Iraq, kule Babylon. Akafungwa huko. Sasa ilipofika Disemba 7 AD, mwezi wa 12 tarehe 25 akatolewa gerezani. Kwa hivyo ule mtu anaenda Christmas anasherehekea mtu kutolewa wapi? Gerezani. Sasa unaona hiyo miaka yote umepoteza pesa yako bure, pesa kwenda ushago bure, hiyo pesa ukailipia watoto Januari naye shule, unakula kuku ya bure, unakula mbuzi ya bure,
Hakuna Krismasi. Yesu kwa mfano, Mariamu alipata mimba mwezi wa 6. Hebu niambie kama Mariamu alipata mimba mwezi wa 6, alizaa mwezi gani? Mwezi wa 6 ukihesabu. Bibi yako akipata mimba mwezi wa 6, anafaa kuzaa lini? Mwezi wa 3. Mwezi wa 3. Umeona? Lakini hakuna. Hiyo umeandikiwa hiyo tarehe 25 Disemba, watu wanapoteza pesa zao bure. Na ndio unaona kuna accident mingi. Accident watu wanakufa kwa sababu si sikukuu ya kweli, si ya Mungu. Kuna pali wamesema hata juzi mlikuwa na kitu kingine imeandikwa. Juzi mlikuwa na nyingine. Ndio nakwambia hii vitu nyingi mnavichwa vitu nyingi sana. Juzi mlikuwa na Easter Monday na Good Friday, si ni kweli? Lakini katika Biblia mzima hakuna Easter Monday ama Good Friday. Umeshaiona kitu kama hiyo? Imeandikwa hivyo. Kimaandishi. Ni watu waliweka watu wa kutoka Rome ndio waliweka hizo vitu. Sasa watu duniani unaona wanatembea ati Friday hapa ati Yesu amesulubiwa, ati ni Good Friday. Na ukiangalia kwa Biblia hakuna Good Friday. Watu wanatembea Monday, Easter Monday. Hakuna bali imeandikwa Easter Monday. Sijaiona mimi. Mimi nimekuwa Mkristo miaka mingi. Hizo vitu zote sijaiona. Nimekuja kujua baadaye. Unaona sasa? Unaonaje? Hiyo ndio ilikuwa swali yangu, nilikuwa nataka kujua tu. Una nyingine? Ya Yesu. Sina nyingine. Yesu ni Muislamu na sisi tunajua atarudi na akija hapa duniani ataoa kwa sababu alikuwa hajaoa akienda. Ataoa. Atarudi kuja kuoa. Si ataoa. Kwani ataoa? Yeye alikuwa ni mwanaume ataoa. Ndiye ndugu yetu. Na harusi kama tutakuwa tuko hai tutasherehekea sisi, tutakula pilau sana. Kama sisi angenipata nikiwa hai, kama sitakuwa Mungu akiniweka siku hiyo ananipate. Harusi nakwambia tu inakuwa pilau iko na minofu ya manyama, tunakula vizuri sana harusi yake. Biblia yako inasema anakuja atarudi na ataoa. Ama uamini? Atarudi na Biblia inasema Yesu atarudi na ataoa. Unaamini ama uamini? Ama nikutolee leo? Hujaisikia maisha yako. Haya 19:7 kitabu cha Ufunuo. Ndio huyo sasa. Ataoa bwana. Ninasema Yesu akirudi ataoa. Sikiza hiyo maandiko hiyo ya Biblia. Hamjamsoma yangu na mchungaji. Na tufurahi. Tushangilie, tukashangilie. Tukampe utukufu wake. Kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja. Harusi ya mwanakondoo. Mwanakondoo ni nani? Yes. Kama hujui niambie nikufunike. 1:29 Yohana. Na mkewe amejiweka tayari. Na mkewe amefanyaje? Amejiweka tayari. Mwanakondoo ni nani? 1:29 Yohana. Siku ya pili anamwona Yesu anakuja kwake. Ndio. Akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu. Angalia, wewe umeuliza mwanakondoo ni nani? Siku ya pili yake akamwona. Hebu rudia hiyo andiko tena. Ndio ujue mwanakondoo ni nani. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake. Anamuona Yesu, Akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu. Aichukue dhambi ulimwengu. Kumbe Yesu ndio anaitwa mwanakondoo wa Mungu. Rudi pale 19 sasa, turudi pale. Kumbe umeshajua hiyo mwanakondoo ni nani. Sasa sikia, sasa tuanze tuende pole pole tu. Kwa 19:7 kuandika. Unasemaje? Na tufurahi. Tukashangilie. Tukampe utukufu wake. Kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja. Na mkewe amejiweka tayari. Kumbe mke wa mwanakondoo ako tayari. Kwa hivyo Yesu atakaporudi lazima afanyaje? Ataoa. 21:9. Bado sijamaliza. Hiyo tu Ufunuo. Naye akaniambia. Naye akaniambia 21:9. Akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo ya mwisho. Naye akanena nami akisema, njoo huku. Nami nitakuonesha yule bibi harusi. Ule bibi harusi wa nani? Mke wa mwana kondoo. Kumbe mke wa mwana kondoo bado amewekwa tayari. Atakaporudi ndio atafanyaje? Ataoa. Tena hata Paulo alikuwa anajua hiyo maneno. Hata Paulo alikuwa anamtafutia Yesu, anamtafutia wapi? Wakorintho wa pili 12:3 ama 2. Wakorintho wa pili. Bikira safi. 12.
Anzia hapo mwanzo. Korintho wa pili 12. Mtafutie Kristo bikira aliyokosa hapo. Aenda wa kwanza, kama sio hiyo wa kwanza. Aenda wa kwanza. 12. Kama 11, 12 hapo. Hiyo moja hizo. Tuangalie wa pili 9 11. 12. Kuna mtungu anaitwa Mutua. Kuna mtungu anaitwa Mutua. Inasema ni tuanzie 2 Unaweza anzia 2. 11 2. Wakorintho wa pili Wakorintho wa pili 11. Sikiza. Maana naonea wivu. Wivu wa Mungu. Kwa kuwa naliwaposea mume mmoja. Ndio. Ili nimletee Kristo. Bikira safi. Kumbe hata Paulo anasema atamletea Kristo nini? Bikira safi. Bikira ni mwanaume mwanamke? Mwanamke. Kwa hivyo hata Paulo akiwa duniani alikuwa anajua Yesu atakuja kuoa? Atakuja kuoa. Unaona maneno haya? Kwa hivyo mkisikia sisi Waislamu tukisema Yesu akija na ataoa, msiwe mnatukashifu. Sababu kitabu yenu pia kinasema atakuja kuoa. Ukiuliza watu wengi wanaambiwa na mchungaji atakuja kuoa kanisa. Kanisa unaweza oa kanisa wewe? Na Muhammad alioa. Muhammad alioa tena vizuri sana. Tena alikuwa na wanawake 11. Wanawake 11. 11 na ni yeye peke yake alikubaliwa. Sio Waislamu wote. Mtume peke yake ndio alikubaliwa kuoa hao. Mimi nimekubaliwa 4. Kama niko na uwezo. Na uwezo unaozungumziwa hapa ni uwezo wa fedha na nguvu. Na nguvu za kimwili. Kama huna nguvu kaa na 1. Kama una nguvu zaidi ongeza 2. Kama una nguvu zaidi ongeza 3. Kama una nguvu kabisa wewe ni bulldozer. Muhammad alikuwa na 11. Na watoto wangapi? Watoto walikuwa ni watoto 7. Watoto wake wako 7. Watoto wake hawako hadithi. Kuna maneno yake katika kitabu kingine kinaitwa maneno alikuwa anazungumza mtume wako watoto wake. Lakini wote walikufa akiwa hai isipokuwa libaki nani? Fatuma peke yake ndio alibaki. Watoto wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikufa wote akiwa hai. Na manabii hawaridhiwi. Manabii hawaridhiwi kama mimi. Wewe kijana yako anazaridhi shamba, aridhi nini? Manabii hawaridhiwi. Mali ya manabii yote wanaachia maskini. Manabii wote. Hakuna nabii alienda na mali kwa Mungu. Na nabii alikuwa tajiri sana duniani ni Suleiman. Yaani Solomon, wanataka King Solomon. Yaani alikuwa tajiri. Wacha hivi vile mnasema watu ni tajiri hapa duniani. Hakuna utajiri hapa. Ule jamaa alikuwa na gold, hata uwezi hesabu kiasi vile alikuwa naye. Kwa na hizo minerals. Ambaye saa hii kama Gereto dunia sasa hata hakuna utajiri, hawezi pata utajiri kama huo. Alikuwa na farasi, alikuwa na ngamia, alikuwa na kila mnyama alikuwa naye. Tena 1000. Msikiti inaitwa msikiti tu. Msikiti inaitwa ni Kiswahili, lakini jina la Kiislamu ni masjid. Masjid. Hata Mayahudi walikuwa wanaitaka masjid. Swali kila mahali popote. Yaani msikiti, yaani sisi tuko tofauti na nyinyi pande hiyo. Kwa mfano, ndio hivyo ndio sasa msikiti ni msikiti. Msikiti haina jina. Msikiti ni msikiti, ndio majina. Inaweza kuitwa msikiti Bilal, msikiti fulani, lakini msikiti ni msikiti. Popote tu umesikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, ukisikia tu hiyo sauti tu na maadamu ni msikiti, ingia usali. Si hata usianze kusema msikiti yangu iko Kawangware. Hata msikiti yangu iko Kitengela. Hakuna kitu kama hiyo. Kupita msikiti na sala nini? Tunaenda msikiti mwingine na kosa hiyo sala ni makosa. Unafaa msikiti yote iko karibu na wewe usali hapo. Sasa tutachagua hata ni msikiti wa mtu fulani. Unajua nyinyi mnasemaga mimi siwezi omba hapa, kanisa yangu iko Huruma. Kanisa yangu iko Kitengela. Kanisa yangu iko Kawangware. Sasa hiyo nyinyi unawacha hizo zingine zote. Kwani wale si wewe Yesu wenyu mnaabudu, si wewe mnaomba, si wewe ako hapo tu. Kwa nini usiende kwa hiyo iko karibu? Na ndio naona sisi hatujengi kama nyinyi. Naona kama hapa kwetu sasa hapa tunafanyanga mkutano. Hapo ukihesabu kutoka pale chini kupanda hivi kuna kanisa zaidi ya 10. Ni kweli longo? Hata ziko zaidi, sio? Sasa hizo zote unakuta huyu ako na watu 5, ule mwingine ako na watu 15, huyu mwingine ako na watu 3.
Sasa iko faida gani? Si watengeneze tu moja waende wakaabudu. Waislamu hakuna hivyo. Naona kukiwa msikiti hapa, huwezi kupata msikiti mwingine hapa. Ndio naona msikiti kwa Ruben iko pale moja kwa Ruben, kuna nyingine iko mbele yake kule mbele, na kuna hii iko kwa Jenga hapa mbili. Kuna ile main na kuna nyingine hapo. Yaani hatuwezi jenga ate huu ni msikiti wa Omari, tuende hii msikiti wa Omari, tutaki hii, tunataka kwenda msikiti ya Hasani. Hakuna kitu kama hiyo katika Uislamu. Waislamu sisi tumefundishwa msikiti ni msikiti, maadamu umepata msikiti nenda usali hapo. Na Waislamu hakuna ate kwa msikiti kwenda kuleta siasa. Kama vile nyinyi mnaongeaga siasa. Kwetu kwa msikiti utapigwa viboko sana kama unaenda kuleta siasa kwa msikiti. Kwa msikiti tunapanga laini hivi. Si unaona vile tunakaa? Tunapanga laini hivi kwa msikiti, tunakaa chini, sawa? Vile tunakaa chini hivyo. Huwezi kuja kwa sababu MCA amekuja, MCA atolewe, wewe utolewe, MCA aende akae pale. Hata rais kama ni Muislamu na ameingia msikitini, ni mtu wa kusali msikitini, akute msikiti imejaa, atasalia nje. Pali nje watu wanasalia. Kabisa atakaa nje. Hakuna hata mambo hata kwa sababu huyu ni waziri ama huyu ni mkubwa wa jeshi ama huyu ni mkubwa sio wa polisi na ni Muislamu. Atakuja kwa sababu wale wengine wamekaa pale mbele, hata wale watolewe, yeye akae pale. Kwa Uislamu hakuna hiyo. Kwa Uislamu ukiingia ile mlango hivi, hata kama wewe ni mkubwa, ukubwa wako unaiacha hapo kwa mlango. Pale unahesabiwa mko kitu ngapi? Na tunaenda choo ngapi? Choo ile tunaingia kwa msikiti ni moja, ndio waziri ataingia, ndio MCA ataingia, ndio mtu wa maamuma, mtu wa kawaida ataingia, ndio maskini ataingia. Na utakuta hata ukienda kwa choo utakuta wamepanga line. Si hata kwa sababu ate mndozi amekuja atuondokewe hivi, hakuna kitu kama hiyo. Hapana, katika Uislamu Mungu anameweka watu wote level moja. Mkiingia kwa msikitini mko level moja. Lakini sasa ukitoka nje, kama wewe ni boss, basi ukitoka pale nje ndio unaona anachukua askari yake, anaenda. Lakini kwa msikiti anakuwa amenyenyekea kabisa, amenyenyekea kabisa. Kwa sababu hiyo ndio tumefundishwa, ukiingia pale unaenda kumwabudu Mungu, pale si unaenda kuoneshana mimi ni mdosi fulani ama nini, hapana. Pale kwa sababu Mungu anapenda watu wote, maskini, tajiri, anawapenda wote Mwenyezi Mungu. Sawa? Kwa hiyo ukienda pale ni kunyenyekea tu kwa Mungu. Hakuna mambo mengine. Sina swali. Una swali lingine? Sasa si ukuwe Muislamu basi tumalize hii maneno. Nishakuwa Muislamu tayari. Nishakuwa Muislamu tayari. Sasa si ungetamka shahada basi tujue wewe ni Muislamu. Nishatamka kitabu. Nilitamkia shahada kwa simu. Nataka wao wanatamka mara mbili. Hauwezi tamka mara mbili. Kama ulitamkishwa na kama umeshatamkishwa shahada basi maswali hiyo ulikuwa hujui. Mimi bado mgeni. Wewe mgeni kabisa. Karibu sana. Basi karibu sana, na kama kuna kitu unataka kuuliza mwalimu wako pale, mwalimu wangu mwalimu Salim wako pale, amekaa chini ule, si unamjua mwalimu mwingine. Unaweza muuliza maswali atakuelezea. Salim, ukimaliza taongea na huyu jamaa na huyu kaka yetu kidogo kuna mambo anataka kuuliza hapa. Unaitwa Wechecho? Sasa swali gani ungetaka kuuliza? Swali. Labda niwaulize kama mimi maybe ni Mkristo. Naweza nikawa Muislamu? Swali lake iko sawa. Anauliza yeye akiwa Mkristo anakubaliwa kuoa Muislamu? Kwanza sasa ndoa itafungwa na nani kwanza? Ndoa itafungwa na pasta ama itafungwa na shehe? Hapo ndio swali ya kwanza inakuja. Swali yake ameuliza mzuri. Je, mimi nikiwa Mkristo nimekubaliwa nioe Muislamu? Sasa nikakuuliza hii ndoa itafungwa na nani? Ni shehe atafunga ama ni pasta atafunga? Pasta. Kwa nini shehe asifunge? Na hapa kuna Muislamu. Kwa sababu mimi ni Mkristo. Na ule mwingine naye? Anyway, kwa Kiislamu huwezi kubaliwa kuwa msichana wetu kama wewe si Muislamu. Qur'ani imekataa 2:221. Kwa sababu kuna maneno ambayo yanafaa kusemwa ambayo huyajui wewe kama sio Muislamu. 2:221. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? 2:221. Wala Wala msioe wanawake washirikina mpaka waamini.
msioe wanawake washirikina mpaka wafanyaje? Mpaka waamini. Na mjakazi mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina. Unajua maana ya ushirikina ni nini? Ushirikina ni ile aina ya kwenda kwa mganga. Sio hiyo peke yake. Hiyo kwenda mganga ni moja. Bado kuna nyingine. Ushirikina ni kushirikisha. Kama vile unasema Mungu ni watatu. Umeshashirikisha Mungu. Yule anasema ati kuna Mungu Baba, Mwana na Roho. Hiyo ni ushirikina. Yaani unashirikisha Mungu na viumbe vyake alivyoumba. Hiyo ni ushirikina pia. Unaona? Sasa wewe huwezi kuoana na ule kwa sababu ule Muislamu anaamini Mungu ni moja. Wewe unaamini Mungu ni watatu. Hiyo hapo kuna ndoa kweli? Sasa unakuwa ni mshirikina. Ndio unaona Qur'ani inasema msiowezeshe watoto wenyu washirikina mpaka waamini wakubali Mungu ni moja. Unaona sasa? Tena kule kwetu ni kuzuri kwa sababu si kama kule kwenye mnawekewa bureki. Tunaambiwa ati Biblia inasema uoe moja. Na hakuna bali sijaiona katika Biblia mzima inasema uoe mke moja. Sijawahi ona. Hiyo mmewekewa tu na watu tu. Najua wazungu wakati walikuwa wanaleta hizi vitabu hapa, walikuwa wanaleta yani walikuwa wanataka ni kama kumaliza hii yani Waafrika wasi yani wasiwe wengi, wapunguze kwa sababu walikuwa ni wengi, Waafrika walikuwa ni wengi. Sasa mambo mengine tulitoa hapa ukafungiwa hiyo, ukaambiwa ate uwezi oa, ati unafaa ukae na mke moja. Wapi imeambiwa? Hata hakuna. Sijaona. Ibrahimu alikuwa na watatu, Nabii Ibrahimu. Kwa mujibu wa kitabu yenu Biblia. Daudi alikuwa na 9. Suleimani alikuwa na 1000. Kwa mujibu wa Biblia. Na ukisema unafuata Yesu hakuoa. Wewe kwa nini ulitoa wapi kuoa? Unaona si unakuwa na matatizo. Kabisa. Kwa sababu Yesu hakuoa. Aliyeoa ni Musa, Ibrahimu, Nuhu. Unaona? So inafaa hizi vitu muwe mnajaribu kujifunza na kuweza kujua ni nini. Swali lingine? Sasa kwa mfano tuseme maybe niulize swali yenye ulikuwa umeniuliza hiyo. Ninyi Waislamu mbona mnaenda maji na mnaenda chooni na maji? Kwenda choo na maji. Kwenda choo na maji kwanza ni usafi. Kwenda choo na maji ni usafi kwa sababu kwa mfano wewe umetoka kazini, umeenda nyumbani. Ukifika nyumbani kwako, utamwambia mke wako, mke wangu, niwekee maji nioge, ama utamwambia nipatie tissue nioge? Nipatie maji nioge. Kwa nini umuitishe maji? Ili niweze kuoga ama? Umemuitisha maji ya kazi gani? Kuoga. Kuoga. Ndio uwe msafi? Na tissue inafanya mtu awe msafi? Sasa tissue natumia wakati naenda chooni. Kwa nini uende choo, alafu kishamaliza uende kwa sink uvurashi choo iondoke na maji, alafu wewe uende unaye mkono. Uache ile sehemu ambaye umetumia. Kwa nini? Mkono ndio imeenda haja ama ni huko hiyo sehemu? Hiyo sehemu. Mtoto wako sio kama kuna mtoto nyumbani. Wakati mtoto ameenda choo, mama uchukua nini? Maji. Anafanya nini? Muosha. Kwa mfano watoto ni wawili. Mama amechukua mmoja, wote wameenda haja. Wamejialia wote, alafu akaosha una maji na huyo mwingine akampanguza na tissue. Nani msafi katika hao watoto wawili? Nimeosha na maji. Kumbe maji ndio inatoa nini? Chafu. Kwa hivyo hata hiyo sehemu ambayo unatumia, unafaa ufanyaje? Niweze kuflash. Sikiza Biblia inasemaje? Unafaa kutumia maji, usitumie maji. 23:9 kitabu Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati, wacha nianzie hapo. 23:9. Watu wanafaa kutumia maji. Nyinyi ndio mnakataa tu. Biblia imeweka kila kitu wazi. Ndio naambia hii kitabu ni yetu, si yenyu. Juu hii hamuifuati. Watu wengi wafuati hii kitabu. Ile kitabu kisema yes, wanasema no. Ikisema no, wanasema yes. Sikia 23:9 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Utakapotoka kwenda juu ya adui zako nawe katika marago, jilinde na kila neno baya.
akiwa kwenu mtu yoyote asiyekuwa ni tohara. Unajua maana ya tohara ni kuwa msafi. Mtu wa kwenyu yoyote ambaye sio tohara, ambaye si msafi. Tohara ni kuwa msafi. Kwa ajili aliyomtokea usiku. Usiku ukikula ugali mzuri usiku ukilala, na wakunywa chai yako na maji. Si lazima utoke uende choo. Ama uendagi? Lazima utoke. Watu wengi wanatoka. Sababu wamekula, wameshiba sana wanaenda, Kile kilimtoka usiku, Na atoke nje ya kituo. Wala asiingie ndani ya kituo. Kwa sababu si tohara, Lakini na yeye karibia hapo jioni. Atafanyaje? Yeye ataoga maji. Unasikia lazima utumie nini? Maji. Lazima utumie maji. Kwa hivyo Biblia inasema kama unaenda choo unatakana utumie nini? Maji. Waebrania 9:12. 9:10. Waebrania 9:10. Maji ni usafi baba. Ndio unaona Wakristo wengi wale wanaishi kule Mombasa. Wengi. Siku hizi hata watumiagi hii mambo ya tissue. Wameshakaa na kule na Waislamu mpaka wameona kumbe hii maji hata ni safi. Na unaona ukitumia tissue. Mimi nataka ufanye experiment leo. Tissue ukitumia sana. Tissue ukipanguza, hiyo ni kupanguza hiyo. Lazima inabaki something. Angalia, nenda uangalie nguo yako ya ndani, Uangalie ukienda nyumbani. Uangalie nguo yako ya ndani. Utaona hapo katikati kuna uchafu kiasi. Kwa nini? Lakini nenda utumie maji. Mimi nakupa guarantee. Kama utaipata ikiwa na uchafu, wallahi mimi nitatafuta pesa nikupatie hata kama shilingi 1000 ngapi. Kama nadanganya. Uende utumie maji, uangalie nguo yako ya ndani, kesho yake pia utumie. Ukuje uniambie mwalimu ulinidanganya. Nguo yangu bado napata uchafu. Ukitumia maji ile nguo ya ndani hakuna, lakini ukitumia tissue hiyo nguo ya ndani hata ufanye nini inakuwa na uchafu. Nadanganya? Sinaongea tu kweli iliyoko. 9:10 Waebrania. 9:10 Waebrania. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Angalia, ni sheria ya jinsi ya mwili. Vyakula na vinywaji. Vyakula na nini? Vinywaji. Ukikula chakula unaenda nini? Naenda chooni. Ukikunywa unafanya aje? Mkojo, sawa? Endelea. Na kutawadha kwingine. Na kutawadha, angalia, hapa imetumika lugha ya baraga. Baraga, unajua lugha ya baraga? Na kutawadha kwingine na kwingine. Imetajwa sehemu ngapi? Na mwanadamu ako na sehemu ngapi za kutoa hizi haja? 2. Sehemu 2. Na kutawadha kwingine na kwingine. Neno tawadha kwa Biblia wanasema ni nini? Naomba usome. Unajua wewe ulisoma wewe. Nini? Tawadha. Na waoga mbele ya kusali. Kumbe neno tawadha katika tafsiri ya Biblia wameandika hapo nyuma maneno maelezo ya maneno. Wamesema ukiona neno tawadha, nawa, oga kabla ya kufanya nini? Sali. Na pale umeambiwa pale Waebrania 9:10 inasema na kutawadha kwingine na kwingine. Na kutawadha hapa jenga na Kariobangi. Unajua jenga na Kariobangi? Si mwanadamu ako na sehemu 2. Kwa hivyo lazima utumie nini? Lazima utumie maji. Umeelewa sasa? Kwa hivyo sisi hatufanyi makosa tukienda choo na maji. Hiyo nimeandikwa, ziko na zimekauka. Korani 5:6. Ni kwa sababu usafi. Ni usafi tu, maji ni ya usafi tu. Ni vizuri kutumia maji. Tumia maji. Ukitumia maji mambo inakuwa safi kabisa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mnaposimama ili mkaswali, basi osheni nyuso zenu. Tunaosha uso wetu na mikono yenu mpaka vifundoni. Tunaosha na mpaka vichwa vyenu. Na osheni miguu yenu mpaka vifundoni. Na mkiwa na janaba basi ogeni. Na mkiwa wagonjwa au mmo safarini au mmoja wenu ametoka choo. Unasikia? Ukitoka choo tumie nini? Maji. Kwa hivyo maneno iko wazi kabisa. Vitabu zote 2 zinaeleza hivyo. Ukienda choo tumia maji. Ni usafi. Is hygienic, very hygienic. Sawa kakangu? Nimekupata. Una swali lingine? Na swali. Muhammad unamjua? Muhammad unamjua? Muhammad. Na mimi nikuulize moja. Muhammad unamjua? Namjua lakini simjui sana vile. Alikuwa nani huyo Muhammad?
Ama unafikiri ni ule Muhammad yako na butchery pale ama ule anauzaga duka? Sio huyo. Ule mwingine unamsikia anaitwa nani huyo? Muhammad nadhani ni ule ambayo maybe Waislamu mnamwabudu ama tuabudu Muhammad sisi. Sinaona mjui Muhammad. Ndio namwambia mtu ulizaga maswali kama haya. Kumbe hata Muhammad huwa hata umjui. Wala fikiri yule Muhammad anauza butchery pale. Ama ule mwingine anauza nguo pale. Sio huyo. Hebu tunaongea kuhusu huyu. Muhammad yule alikuwa kule Maka. Nasikiaga Muhammad alikuwa nabii wa Mungu. Sikia Qur'ani inasemaje? Qur'ani 40 na ngapi? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 8:29. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kumbe Muhammad alikuwa ni mtume wa nani? Mwenyezi Mungu. Huyo Muhammad alitumwa duniani kufanya nini? Si ndio hiyo baba? 65:11. Qur'an. 65:11. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mtume anayekusomeeni aya za Mwenyezi Mungu zinazobainisha kila linalohitajiwa ili kuwatoa wale walioamini na wakatenda mema na kufanyaje? Na kuwatoa katika giza na kuwapeleka katika nuru. Qur'ani inasema Muhammad alikuja kutoa watu katika darkness, anawapeleka katika light, katika nuru ya Mwenyezi Mungu. Je, huyo Muhammad alitumwa kwa watu gani? Qur'ani 25:51. Huo ndio Muhammad ile nakwambia. Kama umjui leo unamjua leo. Tena hata kwa kitabu chenyu naona ametabiriwa hapo. Najua nyinyi mfanyaje research na muambiaje na mchungaji anakataa kuambia ukweli. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao, lakini tumemleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Kumbe Muhammad kwa mujibu wa Qur'ani ameleta kwa watu wote. Ndio naona mimi ni musafiri. Mtu wa hapa pande hii ya Central. Na huyo ni wa kutoka Mombasa. Huyu naye ametoka pia pale nyingine. Huyu naye ni mtu wa kutoka kule kwa kina Kalwale kule Western kule Kenya. Unaona? Sisi tuko na ndio naona katika Uislamu ukienda Maka kwa wakati juzi mwezi imepita hii ya Hija, utakuta kabila zote kule ziko kule dunia mzima. Dunia mzima. Muhammad yuko hata kwa kitabu chenyu, lakini amwambiagwi leta hiyo Biblia hapa kidogo nimuonyeshe kidogo 2-3. 21:13 Isaya. Wa 21:13. Ufunuo juu ya Arabuni. Ufunuo juu ya nini? Arabuni. Ni mimi nimeandika ama imeandikwa? Ufunuo juu ya Arabuni. Na ufunuo unafunuliwa watu gani? Amos 3:7. Kama hujui ufunuo unafunuliwa nani, wacha nikuonyeshe. Inasemaje? 3:7. 3:7 Amos inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake wa manabii siri yake. Kumbe manabii wanafunuliwa na nani? Mungu. Na Biblia hapa Isaya anatuambia kuna ufunuo umetoka nchi gani? Arabuni, kwa kusema tu kweli na muogope Mungu. Ni nabii gani anatoka Arabuni katika manabii wote? Kabisa, na usinione tuongee tu kweli. Ni nabii gani alitoka Arabuni? Muhammad. Kumbe Biblia inakufundisha kumbe Muhammad yako katika kitabu gani? Isaya ndio anasema kuna ufunuo kutoka Arabuni, na katika dunia mzima hakuna nabii mwingine alitoka Arabuni isipokuwa Muhammad. Kwa hivyo utabiri wa Isaya ulikamilika. Tena bado ni kuongeza ingine 1:13 wa Efeso. Muhammad yumo, ninyi ndio mnamkataa tu. 1:13 wa Efeso. Inasemaje? Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli. Nini? Habari njema za wokovu wenu. Huo kwanza analeta wokovu, endelea. Tena mmekwisha kumwamini yeye.
na kutoa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Ako wapi huyo? Ndiye aliye Arabuni ya urithi wetu. Kumbe huyo Roho ambaye analeta wokovu ametoka nchi gani? Arabuni. Imerudiwa mara ngapi? Huyo aliyetoka Arabuni tumeona ni nani? Muhammad. Kwa hivyo wewe kuanzia leo unafaa umfuate nani? Muhammad. Ukikataa kumfuata unaenda jiko? Yes, short and clear. Yuko Muhammad. Muhammad yuko ama alikufa? Muhammad alikufa na akazikwa pale Madina, kama vile Musa alikufa akazikwa, kama vile Ibrahimu alikufa akazikwa, kama vile Nuhu alikufa akazikwa, ama manabii wengine. Lakini kuna manabii wengine Mungu hawakuzikwa hapa duniani, walienda na miili yao, kama Isa ambaye ni mnamuita Jesus, alienda na mwili yake mzima, na ule mnamuita, sisi tunamuita Idris, nyinyi mnamuita Enoch. Sisi tunamuita Idris, alienda pia na mwili yake mzima. Watu walienda, kuna watu wako huko hawakuzikwa hapa duniani, lakini manabii wengine wamezikwa hapa, kama akina Adam baba yetu amezikwa hapa. Lakini manabii wa Mungu. Okay. Sasa kwa mfano maybe kama mimi nataka kuwa Muislamu, lazima nifanye aje ndio niwe Muislamu? Ukitaka kuwa Muislamu, yani haina maneno mengi katika Uislamu. Ni ukubali tu Mungu ni mmoja. Muhammad ni mtume wa Mungu, na ukubali manabii hao wengine wote. Sisi hatuchaguagi manabii, tunasema huyu tunamtaka, kama nyinyi vile mnachagua. Wakristo mnachagua, mnakifika kwa Muhammad mnamtenga kando. Na Muhammad ndio mtume wao mpaka siku ya kiyama. Wakati watu watakaposimamishwa katika viwanja vya hukumu, Muhammad ndio generation hii yote. Kwa sababu Mungu anatumanga manabii na generation. Ikiondoka hii anakuja huyu. Ikikuja huyu anakuja huyu. Tangu Muhammad akuja kuna nabii mwingine amekuja. Ndio Mungu akasema ndio mwisho wa manabii. Hakuna nabii mwingine atakuja duniani. 1446 years ago. Mpaka wa leo. Ukitaka kuwa Muislamu ni kukubali Mungu ni mmoja, unatamka unasema Mungu ni mmoja na Muhammad ni mtume wake. Hiyo maneno machache tu unakuwa Muislamu. Hakuna ate kuna kubatizwa. Hapana, si atubatizaji watu. Unaingiza mtu kwa maji na hii baridi sasa kufa. Pneumonia hiyo bwana. Kweli. Hakuna kupeleka watu hospitali namna hiyo, utafungwa bure. Unajua kuna pasta moja huko Zimbabwe wakati ya ule Mugambe, wakati ya Mugambe alienda kubatiza watu katika ile mto Zambezi. Unajua mto Zambezi ile kubwa ya Zimbabwe. Akaingiza jamaa moja kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, akamtoa mara ya kwanza. Mara ya pili hivi mamba ndio huyo. Jamaa alienda kustakiwa mada. Mamba alienda na mtu. Hivyo sisi sio hivyo. Sisi kawaida yetu ni useme ni ukubali Mungu ni mmoja. Hata mimi wakati mimi niliingia katika hiyo Uislamu, nilisema tu hiyo maneno kama wewe kama unataka kusema unasema hiyo, unakuwa Muislamu, sio linaishi hapo. Alafu unasoma dini, unajua dini yako. Sasa wewe ni uamuzi ni wako, kwa sababu Qur'ani imetukataza kabisa, atulazimishi mtu. Unajua watu wanadanganyanga watu, wanaambia watu, Uislamu inaletwa na upanga. Uislamu sijui uliletwa na vita. Sijui nini. Hata watu waliingizwa Uislamu na ni urongo. Mimi nimeingia Uislamu, nani alinipiga? Ama nilikuja nikipigana? Naona watu vile wanawekewa maneno mengi. Mwingine anakuambia ukitaka kuwa Muislamu atebaka utoe nguo yote, uiname pale upigwe mayai 7. Ukora tu, yani mambo mengine hata wanaabudu majini, urongo. Yani kuna notion zingine ziko huko nje. Yani misconception mingi sana. Wanataka kudanganya, yani kusimia, yani kuharibu jina la Uislamu. Ukitaka kuwa Muislamu ni kubali Mungu ni mmoja, na Uislamu ni dini mzuri sana. Na ilazimishwi 2256. Huwezi lazimisha mtu awe Muislamu, ni makosa. Mtu atoke kwa roho yake na nia yake. Soma mwalimu wangu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Unasemaje? Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Hakuna kulazimisha mtu. Yaani katika Uislamu umekatazwa kabisa ulazimisha mtu awe Muislamu. Hakuna. Ni mtu mwenyewe kwa roho yake aone kweli mimi nimependa hii dini, aingie kwa nini yake. Ndio naona saa hii ukienda Ulaya, Uislamu unasemekana saa hii ndio naongoza katika Ulaya saa hii. Umeovertake Christianity. Wewe angalia simu kwa nazo. Tena wanasema Uislamu una grow na 345% in Europe and America. Wazungu kule wameingia dini, wanajua walidanganya, unajua wazungu sio kama Afrika. Wazungu waliambiwa hii dini ni mbaya sana. Hii dini ni ya uaji, sio dini ya nini. Wazungu wakafanya research yao. Ukimpa kitabu kama Qur'ani anaenda anasoma, akiona hakuna makosa anaingia katika Uislamu. Kwa sababu watu walidanganywa mambo mengi sana. Uislamu uko hivi. Na tumekaa na nyinyi hapa miaka mingi. Tunapigana sisi.
Sisi tuko naishi vizuri kama majirani. Tunapanda basi moja, tunakaa ploti moja, tunasoma shule moja. Unajua watu wanakaa mavitu tu kuharibu tu jina la Uislamu. Sasa unasemaje? Unataka kuwa Muislamu ama unasemaje? Ama utafikiria kidogo? Utafikiria kidogo. Asante sana. Basi pumzika basi. Enda pumzike bado usikize za kidogo. Haya. Angalia tu mbele hivi kidogo. Mimi na habari yako? Nzuri. Mimi naitwa Hassan Kariuki. Na wewe? Nyaboke. 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 Nyagoke. Karibu sana Nyagoke. Swali gani ungetaka wewe mimi ni Muislamu. Wewe ni Muislamu ama ni Mkristo? Mimi ni Mkristo. Haya, swali gani ungetaka kutuuliza sisi jioni ya leo? Swali, ule pasta mwenye alikuwa hapa leo ako wapi? Ule pasta alikuwa hapa. Pasta ama Muislamu ama shehe? Ule Muislamu ule. Ule shehe alikuwa hapa jana. Ile siku yenye nilipita hapa. Salim. Njoo hapa. Mama anasema ule shehe alikuwa hapa ndio mimi nataka. Anakuita pasta nikamwambia wewe ni shehe njoo. Anasema hivyo. Yeye amesema anakutaka wewe njoo. Hapa anajua kiasi. Anasema dada nikumbushe. Habari yako? Habari yangu mzuri, na yako? Niko poa. Nilikuwa ninauliza huyu Mungu mwenye tunaabudu na huyu Mungu wenu, hebu nataka nijue tofauti sasa. Iko tofauti kati ya Mungu ambao Waislamu wanaabudu na Mungu ambao Waislamu wanaabudu. Kuna utofauti mkubwa sana. Wakristo wanaabudu na Mungu ambao Waislamu wanaabudu, kuna utofauti mkubwa sana kama bingu na ardhi. Tofauti ya kwanza ambayo inapatikana Qur'ani 112 anza 1. Tofauti iko kubwa sana. Mungu ambao Wakristo wanaabudu ni Mungu tofauti na ule ambao Waislamu wanaabudu. Kuna mtu atasikia hivyo labda akastuka, lakini ndio ukweli ulioko. Sikiza Mungu wetu kwanza sifa zake. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Kwanza sisi Mungu wetu ni mmoja peke yake, lakini Wakristo wana Mungu watatu ndani ya mmoja. Utasikia wanasema kuna kitu inaitwa Holy Trinity. Hiyo katika Uislamu hatuna utatu. Sisi tunaambiwa kul huwa Allahu ahad, kusema Mungu ni mmoja peke yake. Teremka. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Hako kumwabudu na kumwomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Tena Mungu wetu hakuzaa wala hakuzaliwa. Sasa Mungu katika Wakristo wanaamini, wanasema Mungu ako na mtoto ambao wanasema huyo mtoto wa Mungu wa Kristo wanasema ni Yesu. So Mungu wenu ni mzazi, Mungu wetu ni muumbaji. Ndiye aliyeumba kila kitu. Naona malizia. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Na Mungu ambao Waislamu tunaabudu ni Mungu ambaye hafanani na yeyote. Mungu ambao Wakristo wanaabudu wanasema wao wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Sisi Mungu wetu hatufanani naye kabisa. Kwa sababu mimi niko na meno. Mungu ana meno. Mimi niko na meno. Ukiangalia utaona hii ni meno niko nayo. Nikisema nimeumbwa kwa mfano ya Mungu, maana yake Mungu ako na meno? Sasa hapo sijui. Si unaona mimi niko na mapua. Mungu ako na mapua, unaona? Mimi niko na tumbo nasikia njaa. Mungu asikii njaa. So sisi hatujaumbwa kwa mfano wa Mungu. Tumeumbwa namna Mungu anavyotaka. 46:29 Qur'an. Sikiza. Au 29:46 Surah Ankabut. Tumfunze dada asikie. Alafu nikuonyeshe Mungu wa haki ni huyu Mungu ambao Waislamu wanamwabudu, ambaye unafaa kumwabudu direct. Wewe ukisikia mtu anakuambia ati sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, huyo ni mtu ana mchezo. Kwa sababu mimi niko na nywele. Mungu utasema ako na nywele? Alafu nywele yangu ndio hiyo inakaa still wire. Mwingine ako na nyingine ina Kwa hivyo sasa nyinyi mnaamini sisi Wakristo hatukuumbwa na Mungu? Wakristo wameumbwa na Mungu. Waislamu wameumbwa na ule Mungu mmoja. Lakini Wakristo wamekataa kuabudu ule Mungu wa kweli, wakaabudu Mungu mwingine tofauti na Mungu wa ukweli. Kwa hivyo na nyinyi mnaamini Yesu hakuzaliwa? Yesu alizaliwa na Mariamu. Mariamu ndio mamake alimzaa. Mariamu hakuumbwa na Mungu. Mariamu ni kiumbe cha Mungu na Yesu ni kiumbe cha Mungu. Wote viumbe wa Mungu. Hakuna mtoto wa Mungu. Wacha tu mimi niende kuona mzee na mtoto. Hakuna mwenye sasa kuna ukweli. Wacha tungojea siku ya mwisho. Kabla ya siku ya mwisho. Tena kuna kufa na kufufuka. Kufa na kufufuka na kuja. Hebu sikia hii andiko, alafu nikuonyeshe. 29 mwalimu wangu. 29:46. Mungu ni mmoja ambaye anafaa kuabudiwa. 29:46 Qur'an. 46.
wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu. Asante. Ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri. Asante. Isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao. Asante. Nasemeni, tunaamini yaliyoteremshwa kwetu na yaliyoteremshwa kwenu, na Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja. Unasikia, Mungu wetu sisi Waislamu na Mungu ambaye nyinyi mnafaa kuabudu ni Mungu mmoja. Lakini nyinyi mlimwacha ule Mungu wa kweli mkachukua waungu wengine. Wapi mliacha? Warumi 1:20. Sikiza Biblia inasema. Unaona, wacha asome, lakini na mimi kitu yenye ninaamini huyu Mungu mwenye ninaabudu ni wa ukweli, kwa sababu mimi nafumua niko sawa na nikimwomba niko sawa. Na ile maneno yenye mlisema ati tusimbe ni ya ukweli ama ni ya uongo? Nakuja huko kwote. Ukisema Mungu kwa sababu unapumua ni wa kweli, kuna watu wanaitwa wacha harvest, hawa wengine ni Karasinga ama ni nani hawa? Baniani. Unawajua Baniani? Nawasikia. Baniani hata ndio wako na makampuni makubwa huku, lakini Mungu wao ambao wanaabudu ni Mungu wa mchongo. Yaani wametengeneza kitu kama ng'ombe ndio wanaenda kuabudu, wanasema ng'ombe ni Mungu, lakini si wanapumua. Saa hii ukitaka dokta mzuri, madaktari unakimbia India. Na kwenye unaenda kutibiwa India unapata huyo muhindi anaabudu ng'ombe, na we ng'ombe unakula nyama yake. Ng'ombe ni Mungu? Hapana. Sio lazima ati wewe unapumua wewe unaabudu Mungu wa kweli. Kabla unani ya kuimba na kuja. Sasa kuna hii mnaimba, ndio nataka nikusomee. Nyimbo ni makosa, na ukiimba nyimbo unaenda motoni. Mungu anasema kwa Biblia, nataka nikuonyeshe. Saa hii wacha kwanza nikumalizie na hii ya kwamba hamwabudu ule Mungu wa kweli. 1:20. Kitabu cha Warumi, sikiza. Unapata dhambi. Na kuonyesha wewe ukiimba nyimbo tu motoni. Kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana. Asante. Na kufahamika kwa kazi zake. Yaani uwezo wake wa milele wa uungu wake. Hata wasio na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu. Kwa sababu nyinyi wa Kristo mlipomjua Mungu. Mungu anafaa kuabudiwa peke yake. Unapeleka uso chini kumtukuza kama ndiye Mungu. Mulikataa kutukuza Mungu. Munasema Yesu ndiye anatukuzwa, mkaachana na Mungu. Malizia. Wala kumshukuru. Wala hamkumshukuru Mungu. Walifanyaje? Bali walipotea katika uzushi wao. Na mioyo yao yenye ujinga katika giza. Sikiza, mulipotea kwa uzushi wenu mkakataa kuabudu Mungu. Mungu kuabudiwa lazima dadangu upeleke hii kipaji ya uso chini. Sasa wewe unaenda kuimba nyimbo. Nyimbo Mungu anasema itakuwa ni kilio siku ya mwisho. Sawa. Amosi 8. Wacha nikuonyeshe. Amosi 8:3. Amosi 8:3. Nyimbo ni kilio siku ya mwisho. Unaenda kutiwa kiberiti. Wewe unaimba nyimbo, sasa ni wimbo gani Mungu amedirect wimbo? Hakuna. Mungu anataka ibada. Sikiza. Amos 8:3. Inasema kwenye kuandika. Tena nyimbo za hekaluni zitakuwa vilio siku ile, asema Bwana Mungu. Sikiza, Mungu anasema nyimbo za hekaluni. Unaenda, Bwana Yesu ndiye kimbilio yangu, shetani akiniona anatetemeka. Yaani wewe shetani akuone, unaona sasa umeanza kufurahi. Yaani wewe shetani akuone atetemeke, wakati shetani amekaa na Yesu siku 40 hajatetemeka. Anachukua Yesu anampeleka mnara, anamwambia nisujudie nitakupa. Shetani atetemeke. Lakini wewe tunayekaa hapa katika Mkuru kwa Ruben, shetani akuone atetemeke. Mungu anasema hizo nyimbo zitakuwa ni kilio. 5:23 Amosi tena. Mungu anasema ondoeni nyimbo hapa. Kwa sababu kwa nini? Angalia, siku hizi ndio kanisa wapate watu, ama mtu akiweka crusade analeta wasichana walembo, anawafunga vizuri, wanatikisa kutikisa ndio watu wakuje kujiangalilia. Wewe hujaona kanisani lazima kuwekwa wasichana warembo? Naona. Lakini vizee kama mimi zilivyozoisha wakati vinawekwa kule nyuma, mnaambiwa nyinyi watu wa base. Mnasema harusi ya Bwana. Yaani uko kule nyuma. Unaona? Lakini wale warembo ndio wamewekwa hapa mbele. Kwa nini wavute? Sikiza. Asome mimi niende. Kuna Biblia inasema Yesu ni yeye njia ya uzima wa milele. Mwenye atakataa kupitia hiyo njia ataona ufalme wa mbinguni. Na ukweli Yesu akikuwa na mnamkataa, mtaona ufalme kweli? Hatukatai Yesu. Yesu alikuwa ni njia, na Yesu ni Muislamu ndugu yetu. Wewe ndio unamkataa Yesu. Yesu ni Muislamu ndugu yetu. Hapana, mimi napenda Yesu sana. Wewe unamkataa Yesu. Hapana.
Tuangalie kama unamkataa Yesu. Hapana, mimi. Yesu ndio njia, ni kweli? Yesu alikuwa akienda kanisani au msikitini? Yesu alienda kanisani, msikitini? Yesu alikuwa mbinguni kwa Baba. Wakati alikuwa hapa duniani, alikuwa akienda kuabudu kanisani au msikitini? Mimi hapa Ujui, Biblia inajua. Luka 4:16 muonyeshe. Angalia kabla hii moja tu uone Yesu aliabudu wapi. Wewe ndio unamchukia Yesu. Wewe unaonekana unachuki na Yesu. Hebu msikie Yesu aliabudu wapi? Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Angalia, huyu ni Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Akitukuzwa na watu wote. Enda 16. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Biblia inasema Yesu alikuwa akienda kuabudu katika nyumba inaitwa sinagogi. Sinagogi ni nini? Haujui dada, angalia Biblia inakuambia sinagogi nini? Msomea hapa andiko ya 3 aone. Sinagogi? Sinagogi. Msomea aone. Msikiti wa Wayahudi. Kumbe Yesu ni Muislamu anaenda msikitini. Lakini wewe dada, kwa sababu uko na chuki na Yesu, unaenda kanisani. Na Yesu anasema mahali nipo ndipo watumishi wangu watakapokuwapo. Lakini dada, wewe hutaki kwenda msikitini, uende mahali Yesu alipoenda. Sasa mbona uko na chuki na Yesu? Sisi Waislamu tunampenda Yesu kwa sababu Yesu Muislamu ndugu yetu. Alienda msikitini, tunaenda msikitini. Wewe kwa sababu unamchukia Yesu. Alizaliwa na Mariamu, alitoka kwa Mungu. Kabisa. Hata wewe, ngoja dada. Kila mtu alizaliwa na babake na mamake lakini katoka kwa Mungu. Asante, tukuje kesho mapema. Wapi huyu alikuwa nazo? Karibia brother. Mimi wananiita Salim, wewe? Mimi naitwa Clinton. Clinton. Yeah. Weka sauti kidogo manake ndio tuweze kukupata. Clinton, Muislamu, Mkristo? Mkristo. Asante sana. Karibu sana katika Uislamu. Je, uko na swali au ungependa kujiunga kuwa Muislamu? Kuwa Muislamu ni free. Hakuna membership card ya 500 au pesa sijui ya kuingia utalipishwa, ni free. Je, ungependa kuwa Muislamu au una swali ya kuuliza Waislamu? Nilikuwa na swali tu ya kuwauliza Waislamu. Njika swali, nafasi iko. Sasa mimi niko tu hapo kwa Yesu hapo. Uko? Hapo kwa Yesu yani. Yaani uko kwa Yesu. Niulize swali kuhusu Yesu hapo. Njika swali tulisikie. Sasa mimi nauliza Yesu, kwa nyinyi venye mnaamini, nani alitabiria nini kuja kwa Yesu? Aliyetabiri kuja kwa Yesu? Nabii waliopita walitabiri. Alikuwa anaitwa nabii nani? Sijajua vizuri. Si venye tunamjua alikuwa nini? Gabriel. 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 Sema Gabriel. Gabriel hajatabiri kuja kwa Yesu. Na Gabriel sio nabii. Gabriel sio nabii. Gabriel ni malaika anaitwa Jibril. Huyo ni malaika anatumwa na ujumbe, anakuja kuleta ujumbe. Huyo hatabiri, analeta ujumbe. Anaitwa malaika Jibril, ndio ameleta ujumbe kwa Mariam kwa Mariam atapata mtoto, amuite. Pia nyinyi mnaamini hivyo? Si tunaamini Jibril ndiye ameleta ujumbe, tena akalete kwa Mariam wakati Mariamu alikuwa ndani ya msikiti. Yaani Mariamu ni Muislamu typical. Na ndio unaona Wakristo wakichora Mariamu, hawawezi kuchora Mariamu amevaa miniskirt, anachorwa akiwa amevaa buibui. Maana wanajua huyu Mariamu Muislamu. Alafu jina yenyewe Mariam. Hawachukui Wakristo, wanaliogopa, wanajua hili jina la Waislamu. Ukienda kwa Uislamu wanaita mabinti Mariam. Sikiza Mungu anasemaje 16 Qur'an. Qur'an inataja Mariam kwa sababu alikuwa ni Muislamu. Yesu alikuwa Muislamu. Hakuna nabii alikuwa Mkristo. Kwa sababu hata Biblia yenyewe haijataja Ukristo. Biblia iliogopa kutaja Ukristo. Sikiza habari. Wakristo wanaitaga Miriam. Miriam ni tofauti na Mariam. Safiri usikie. Na kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Namtaja Mariam kitabuni humu. Sikiza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na malaika Jibril, namtaje Mariam kitabuni humu. Tena huyu Mariam ni binti Imran. Babake Mariam alikuwa anaitwa Imran. Na ni tofauti na ndugu yake Nabii Musa alayhi salam. Unajua kuna watu wanachanganya. Wanadhani huyu Imran ndio ule ndugu yake Musa alayhi salam. Hapana. Tofauti, huyu Imran ni babake Mariam. Sikiza habari.
Anamtaja Mariam kitabuni humu. Alipojitenga na jamaa zake, akaenda upande wa mashariki wa msikiti. Na akaweka pazia kujikinga nao. Na tukampelekea muisha sheria yetu Jibril. Akajidhimirisha kwake kwa sura ya binadamu aliye kamili. Sikiza, Jibril ndio huyu. Alikuja kwa Mariam kwa sura ya binadamu aliye kamili. Kwa nini? Lau Jibril atakuja kwa umbile lake mwenyewe, basi binadamu anaweza fenti akaanguka chini. Yaani malaika akija na umbile lake la kimalaika, binadamu hawezi kustahimili umbile la malaika, ataanguka chini, azimie. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril katika umbile lake ambao ni la malaika kamili. Lakini hawa mitume wengine Jibril alikuwa anakuja anajibadilisha, anakuja kwa sura ya binadamu. Tena anamwambiaje Mariam? Sikiza habari. Malaika akasema, malaika ambaye ni malaika Jibril anamwambia Mariam akasema, hakika mimi najikinga na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aniepushe nawe. Naam. Ikiwa unamuogopa Mungu basi ondoka nenda zako. Malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Ili nikupe mwana mtakatifu. Unasikia? Alikuja ili ampe mwana mtakatifu na akampa, na ndio anaitwa Isa ibn Maryam. Kwa nini anaitanishwa na mama? Ni kwa sababu hana baba. Ndio anaitwa Isa ibn Maryam. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza watoto waitanishwe na baba zao. Unaona? Sasa huyu anaitanishwa na mamake kwa sababu hana baba. Na Mungu anaumba anavyotaka. Mungu hata akitaka wewe mwanaume uzae bila mwanamke utazaa. Kwa sababu Mungu kazi yake ni kusema kun fayakun. Jambo liwe linakuwa. Hii bingu ilikuwa hakuna matili, ilikuja ikatengeneza ikawekwa hivyo hakuna. Hii ardhi mchanga, uliza yoyote mchanga imetokana na nini? Ataanza wewe sijui ni Mungu alisema kun fayakun, mchanga ikawa na ikawa. Mawe Mungu alisema iwe na ikawa. Kwa sababu Mungu anaumba na neno, akitamka neno kunakuwa kile kitu anahitaji. Sasa mimi nataka kuuliza. Naamini aje kwa nyinyi mnatuambia ukweli? Kwa sisi wa Kristo tunapotea. Utajua hivi Wakristo wamepotea 15:18 wa Korinto wa kwanza. Anasema atajuaje kama Wakristo wamepotea? Kama tunamwambia ukweli Wakristo wamepotea atajuaje? Biblia inakueleza msapotea. Biblia yenyewe inakueleza 15:18 wa Korinto wa kwanza. Ni hapo. Inasema kwaje kuandika? Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Angalia Biblia ndio inakwambia umepotea, sio mimi. Ni Wakristo wamepotea ama wanaofundisha? Wewe nyinyi ndio mmepotea Wakristo. Sasa mnatumia Biblia yenyewe tunatumia. Tuseme wenye wamepotea ni wale wanaotufundisha sisi. Wanaokufundisha wamepotea, na wale wanakufundisha wanaitwaje? Wanaitwaje? Mapasta. Au pasta ni kizungu, Kiswahili? Pasta ni kizungu. Kiswahili? Wachungaji. Mchungaji. Pole sana. Zakaria baba. 13 baba. Kumbe anasufundishwa na wachungaji. Hiyo ndio shida. Shida yako kubwa imeanza hapo. Inasema hasira yangu. Angalia, Mungu anasema hasira yangu imewaka juu ya wachungaji. Kumbe ule mwenye kukufundisha ako na hasira ya nani? Ya Mungu. Mtu amekasirikiwa na Mungu atakufundisha vizuri? Hapana. 56 Yeremia. Pole lakini. Kumbe wewe wachungaji ndio wanakufundisha. Wamekupoteza. Pole lakini. Na wewe ukakubali kupotea. 56 Yeremia. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Sikiza, Mungu anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Nani huyu anapoteza watu? Wachungaji wao. Wachungaji wao wamewapoteza. Kumbe anayekupoteza nani? Mchungaji. Sasa hii ni Biblia unasoma. Anauliza kama ni Biblia. Unajua aje ifundishwa hapo. Sasa lazima ikague. Angalia. Hii inasema Biblia tena ni United Bible Society. Maandiko matakatifu. Nani aliandika hii Biblia? Nani aliandika hii Biblia? Unataka kujua. Aliandika hii Biblia kuna huyu kaka moja kitabu cha Luka. Sikiza. Moja kitabu cha Luka anakuambia mwenye kuandika ni hawa, mmoja wao ni hawa. Moja Luka. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo ya leo yaliyotimizwa katikati yetu. Luka anasema watu wengi wametia mikono kwa kutunga.
mambo yale yalitimizwa katikati yetu. Kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Kumbe Luka anasema hata yeye hajafunuliwa na Roho Mtakatifu. Anasema tumehadithiwa na wale mashahidi walioyaona. Mtu anaweza kukuhadithia kumbe anakuhadithia wrong. Malizia. Na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Teremka. Nimeona vyema mimi nami. Nimeona vizuri mimi nami Luka. Kwa nini? Kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo hayo. Kwa kuwa mimi Luka pia nimefanya research zangu. Luka hajapatwa na Roho Mtakatifu. Amefanya his own research. Malizia. Mambo hayo yote tangu mwanzo. Kukuandikia kwa taratibu. Theophilo mtukufu. Unasikia mwandishi huyu anaitwa Luka anasema alifanya research zake. Sasa tuseme kuna mwenye alifanya tu research yake akasema kuwa mchungaji ako na hasira, Mungu ako na hasira na yeye. Sasa sijajua kwa sababu ni kitu watu wanaweka tu vyenye wanafikiria. Kwanza huyu mwandishi alikuwa ni nani? Hebu nipe imprimanto hapo. Chukulie imprimanto hapo. Muonyeshe huyu mchungaji kwanza huyu Luka alikuwa. La, inawezekana. Unajua ni watu tu wanaandika vitu vyao ya kichwa. Hiyo ndio shida. Inafaa ufuate kitabu ambacho Mwenyezi Mungu ameteremsha. Luka moja. Tuone huyu Luka kwanza alikuwa ni nani. Ndio aandike hiyo kitabu ya Biblia. Haya, muonyeshe hapo. Kadri ya mapokeo ya zamani. Kadri ya mapokeo ya zamani sana. Injili ya 3 imeandikwa na Luka. Injili ya 3 imeandikwa na Luka. Aliyezaliwa Antiokia. Akawa daktari. Alikuwa ni daktari. Alikuwa mpagani. Kumbe mwandishi wa Biblia alikuwa ni mpagani. Na wewe unafuata mambo ya mpagani? Mwisho utaenda wapi? Jehanamu. Sasa hama mapema. Sio mimi, hii ni Biblia ambayo imeletwa na Wakatoliki ambao wanajua historia za hao waandishi wote wamewaweka. Wanasema huyu Luka alikuwa ni mpagani na ndio mwandishi wa kitabu cha Injili ya 3. Na hakuna injili, hii ni mambo neno injili hawa watu wamekoroga. Neno ambao wanatumia ni gospel. Gospel ukitafuta is a good story. Lakini injili ni tofauti sana. Injili inapatikana ndani ya injili aliyopewa Nabii Isa ibn Maryam. Lakini walipokuja kwa tafsiri ya Kiswahili wakaweka makosa kwa sababu ukienda kwa Kizungu hakuna neno injili, kwa Kizungu wanasema gospel. Na gospel ukifanya utafiti wa gospel utapata gospel maana yake ni good story. So hama na mapema. Manake Qur'ani ni kitabu alichokiteremsha Mwenyezi Mungu, ambacho amekiteremsha kwa ajili ya watu wote kiwaongoze. Na wewe uko katika umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mungu akikupenda akakuchagulia Uislamu akakupa dini yako Uislamu, wallahi wewe umeshinda matajiri na umeshinda mtu yote ana mali hali ya kuwa si Muislamu. Sasa nyinyi wenye mnachua Yesu. Huyu Yesu alibatizwa. Nabii Isa hakubatizwa. Mambo ya kubatizwa hakuna. Maryam. Amezaliwa na Maryam binti Imran. Sasa mimi nauliza huyu Yesu ni mmoja tu wa Kristo na tena ni mmoja tu wa Islamu? Inaweza kuwa ni tofauti kwa sababu huyu wa Kristo ana vituko wamemwekea hapa. So ngoja kwanza, anaweza kuwa ni wawili kwa sababu ule aliyezaliwa na Maryam binti Imran kwanza hajabatizwa. Sawa? Kwa sababu ubatizo ni mambo ya kipagani. Na ndio unasikia waandishi wa Biblia ni wapagani wale wametajwa pale, na kubatizanwa pia ilikuwa ni upagani. Unaona? So ule Nabii Isa ibn Maryam hajabatizwa. Ya pili, hawa wanasema kuna Yesu alipigilia misumari. Ule Nabii Isa ibn Maryam hajapigiliwa misumari, Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Kwa sababu aliomba dua akamwambia Mwenyezi Mungu ninusuru na hawa madhalimu wanataka kuniua. Mungu akamnusuru akamnyanyua kwake. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anawaokoa waja wake. Unaona? Na katika Biblia Yesu wako kibao. Sasa sijui unamzungumzia Yesu mgani haswa? Kwa sababu katika Biblia kuna mayesu kibao. Namzungumzia yule Yesu aliyezaliwa na Maria. Ule aliyezaliwa na Maria Muislamu ule. Tena msikitini ule. Wenye tunaelezewa katika Kristo alikuja bati hapo kwa kubatizwa ndo tuna ndugu yetu. Sasa tulipotezana wapi? Mlipotezwa, poleni sana. Mlipotezwa kwa sababu mlikuja mkawekewa mambo ambayo hayako. Unajua the best thing ukitaka wa Kristo kama wewe saa hii umesoma Biblia mpaka wapi? Mimi Biblia sijaisoma sana. Unaona? Sasa wewe uko hiyo miaka hujasoma Biblia, lakini kwa nini usomi Biblia? Kwa sababu mchungaji anakuambia soma, utakavyosoma Biblia huwezi kuelewa kama una roho. Maana yake mchungaji ndio mwenye roho ndio anaelewa peke yake.
Lakini Waislamu, angalia, mtoto saizi hii anajua Qur'ani, kwa sababu lazima kwanza afunzwe kitabu cha Mungu ndio asije akakupotezwa. Lakini nyinyi mmemwachia tu mchungaji ati ndio ana roho wa Mungu. Sasa hiyo ndio kitu walikukupotezea. La wewe ungechukua Biblia ukae chini uisome, leo haungekuwa Mkristo. Lakini kwa sababu anajua ukisoma Biblia hutakuwa Mkristo, lazima akudanganya kwambie huwezi elewa Biblia mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Somebody say hallelujah. Naona Roho anatembea hapa. Sasa akisema hivyo anajua hawa ni sawa, ingiza katika choo cha kike hawa. Hawezi jua. Ndio hivyo anastua. Akistua mnaona sasa huyu ndio mwenye Mungu huyu. Sasa kuna kitu kingine nimekuwa hapa nyuma ukasema kuwa ukiimba wimbo utaenda chana. Wimbo ni motoni. Wimbo imepigwa marufuku, hakuna kuimba nyimbo. Motoni utaonja kwa ajili ya kuchezea Mungu. Mungu anataka ibada, Mungu hataki kuimbiwa nyimbo. Imbia kansala, enda uimbie governor, enda uimbie rais akija ama MCA. Na MCA ukimwimbia nyimbo atakupatia 2,000, mwende atatoboka kakitu. Rais pia ukimwimbia nyimbo kama zamani tulikuwa tunaimbianga Rais Moi, tunamwimbia vizuri sana. Tawala Kenya, tawala Kenya, tawala Rais Moi, tawala Kenya. Akimaliza anasema, hii watoto naona ni wazuri, napatiana ng'ombe moja wachinjiwe. Anatoboka kakitu ukimwimbia rais. Lakini sio Mungu. Mungu anataka ibada. Mungu anaabudiwa. Unapeleka uso wako chini, unajinyenyekeza kwa Mungu, unaabudu. Lakini sio kwenda kupigia Mungu kelele. Ati Bwana tumekuja mbele yako. Bwana tunakubariki. Bwana tunakuinua. Wewe utainuaje Mungu wewe? Unajua nyinyi mna mchezo saa zingine, utainuaje Mungu wewe? Wewe unafaa unaomba uko umenyenyekea kwa Mungu, sio kwenda kuamrisha Mungu. Ati Bwana tunakuamrisha tupatie watermelon, tupatie na malenge. Nini? Omba pole kwa Mungu. Kabla hujaomba Mungu anajua chenye unahitaji. Kabla hujamuomba. Maana Mungu anajua nia ya mtu hata kabla hujatamka. Na ndio unaona Waislamu wakiingia msikitini tena wanakimya pole. Anayeongoza ibada mtu mmoja imamu. Wao wako nyuma yake tena kimya. Lakini kanisani ukienda kila mtu ako kwa kona. Ule ako kona ile, baba risabasaika I want a keta wala mwingine ako huko anaongea lugha hazieleweki. Hakuna utaratibu speaking in tongues ndio wanasema. Na hiyo tongues yenyewe ukiambiwa elaborate huwezi jua. Kwa sababu wewe ukiambiwa I want a carrier with a cuter. Baba kurinai. Tuambie ni Luka yenye ilikuwa ya kwanza kabla nini Luka singine. Na Yesu aliongea hiyo I want a carrier with a cuter. Kama. Ati ni kama imeandikwa wapi? Jua hatujui Yesu alikuwa gani. Yesu alikuwa ametoka Palestina kwa sababu Jerusalem ndio alikuwa anakaa, alikuwa ametoka Palestina. Yesu ni Mfalestina lakini yeye ametokana na Banu Israeli. Ni Mfalestina Yesu. Wakati wake alikuwa akiishi pale Jerusalem, kuna msikiti mkubwa ambao Yesu alikuwa akienda kuabudu msikitini. Yesu hajai kanyaga kanisa na ndio unaona hakuna kanisa headquarter yao ni Israeli. Kanisa Palestina, kanisa headquarter zao utapata kama ni PCA, utaipata iko Scottish. Anglican iko Uingereza. Ukija SDA iko Michigan, America. Ukija Roman Catholic headquarter yao iko Italy. Unaona? Ukija Finger of God headquarter yao iko hapa Kenya. Unaona Sasa wewe hizi kanisa zote hakuna headquarter, lakini msikiti uko pale. Mahali Yesu alikuwa akikanyaga msikiti uko pale. Asema Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa, ako pale. Ndio hivyo. Sasa wewe jiunge uwe Muislamu. Acha hii mambo mengi. Au kule kanisani kuna kakitu. Ama wewe ni mfagiaji kule labda wanakuangalia vizuri. Au unaogopa demu. Au unaogopa nini kutoka huko? Sisi wenye tunaamini kuwa Mungu ni moyo wako. Ati Mungu ni moyo wako. Ndio imani yenu. Sio hakunanga Mungu ni hiyo moyo wako iko. Yaani Mungu ni imani yako venye unaamini. Baba hakuna Mungu. Sasa maana yake hakuna Mungu. Sasa Mungu ni nani? Kwa imani si Mungu. Sisi tunaamini kuna Mungu, lakini Mungu hata usipoamini kuna Mungu, Mungu yuko tu. Yuko wapi venye nyinyi mnaamini? Yuko juu ama kwa? Mungu yuko katika arshi yake bana. Mungu yuko katika arshi yake, yuko katika arshi yake Mwenyezi Mungu. Mbona wanaona sana ati mkiamini mnapiga, umesema tunaweka nini? Uso chini. Yesu kasema 4:10 Mathayo. Namalizia na hiyo 4:10 Mathayo. Kumbe nyinyi hamjajua Biblia inakufunza hivyo na wewe unakataa.
4:10 Mathayo, sikiza. 4:10 Mathayo kwenye kuandika, ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani. nenda zako shetani, Kwa maana imeandikwa, kwa sababu ni kitu kimeandikwa. Yesu anasema msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Yesu anasema umsujudie Bwana Mungu wako, umsujudie Bwana Mungu wako, tena umwabudu yeye peke yake. So hii kupeleka uso chini, Yesu kafundisha. Wewe ni venye wewe sio mfuasi wa Yesu ndio umekataa. Wewe ni mpinga Kristo. Yesu anasema imeandikwa umsujudie Bwana Mungu wako. Na Biblia inasemaje? 22:9. Unajua hii ndio kitu mnafichwa. Hamtakani mjue hizi vitu. Na ndio unaona watu wengi siku hizi wakihubiri wanasema usiende mahali Waislamu wako utajirimu bila kujijua. Maanake anajua watu wakienda mahali Waislamu wako watafunguka akili. Na itakani ufunguke akili, kwa sababu ukifunguka akili wewe ni duka ya mtu. Atatoa wapi kesho sadaka? Sadaka itapungua. Itapungua sadaka. So anataka ubaki vile vile. Akikwambia twende right unaenda right, twende left unaenda left. Lakini huwezi kumuuliza mbona twende right? Lau Wakristo wangekuwa wanasoma Biblia, hatungepata kitu kama Shakahola. Kwa sababu wangeuliza ule mchungaji, wewe unatuambia tufunge tukamuone Yesu. Wewe ndio mchungaji wetu. Wewe ndio kielelezo chetu. Wewe ndio ungeanza kufunga, tuone ukikufa ndio tukufuate nyuma. Lakini mchungaji alikuwa kila kuku na anakula na chai anakunywa. Lakini atakufa mwisho, lakini wajinga wanakufa akiwaona tu. Na Mungu hapendi wajinga. Mungu anapenda watu wenye akili, wanafikiria. 22:9 Ufunuo Yohana, tumalizia hapo. Inasema kwenye kuandika, naye kaniambia, wale wako na maswali wataleta kesho inshallah. Naona Brownie pia yuko hapa, kesho ulete maswali yako, nafasi iko kesho. Kesho mlete maswali kwa sababu muda nao umekimbia mno. Lakini kama kuna mtu anataka kuwa Muislamu ni free. Wakati ndio huu. Angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii na wale wewe shikao maneno ya kitabu hiki cha Biblia. Msujudie Mungu. So unaambiwa yeyote anashika maneno ya Biblia amsujudie Mungu, apeleke uso wake chini. Sasa kama wewe upeleke uso chini, maana yake wewe hata Biblia unaipinga. Lakini kwa nini usipeleke chini? Kwa sababu unajua ukipeleka tu uso chini, watu watasema wewe ni Muislamu. Sasa unaogopa uitwe Muislamu wakati vitabu vinakufunza hii ndio njia. Na usujudu kwa ajili ya watu, unasujudu kwa ajili ya Mungu peke yake. 22:9 Ufunuo Yohana. Revelation 22:9. Simu ako nayo, anaweza kufungua hapo akaangalia. So njoo kesho mapema, leo muda nao umekimbia, tunakukaribisha uwe Muislamu, sawa? Haina shida. So kesho tengeneza maswali yako, uje mapema, tunakimbia kwa ajili ya kuswali swala ya magharibi. Manake kila siku lazima tuswali swala 5 kwa siku. Sawa? So karibu sana kesho inshallah, na kama kuna mtu amesikia ukweli afuate mapema. Manake kesho hatujui, unaweza ukaondoka kama kabla kesho haijafika. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.